Mheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anaelekea katika meza ya kiapo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa anakabidhiwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi kwake. Kiapo cha Makamu wa Rais Emmanuel John Nchimbi. Inaomba sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uelekee katika meza ya kiapo. Karibu. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya Makamu wa Rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tayari Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake.
Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anakabidhiwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, naomba sasa urejee kuketi. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, inaomba sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ukaketi katika kigoda maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kukabidhiwa silaha za jadi. Karibu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, silaha hizi za jadi zitakabidhiwa kwako na Mzee Ndijina Ndilanza Ndilito. Huyu ni mwakilishi wa wazee kutoka Tanzania Bara. Mzee huyu alizaliwa mwaka 1952 katika mkoani Dodoma katika wilaya ya Chamwino. Ameshawahi kuwa mtumishi wa umma kwa nafasi mbalimbali zikiwemo mwalimu wa shule ya msingi Majereko Chamwino Dodoma mwaka 76 hadi mwaka 1995. Vile alishawahi kuwa mratibu wa kata ya Chipanga mkoani Dodoma, akiwa vile alishawahi kuwa afisa tarafa. Asante. Mzee Ndijina Ndilanza Ndilito anakabidhi mkuki kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Inaomba sasa nimkaribishe Mbigubwa Hamisi Ali, mwakilishi wa wazee kutoka Zanzibar. Mbigubwa alizaliwa tarehe 10 Disemba 1958 Mbuzini katika mkoa wa Mjini Magharibi. Asante. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu amekabidhiwa ngao pamoja na mkuki, ikiwa ni ishara kwamba yuko tayari sasa kwa ajili ya kulinda, kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Inaomba sasa Mheshimiwa Rais urejee kuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tukio linalofuata sasa ni dua pamoja na sala toka kwa viongozi wa dini. Kwa heshima kubwa, inaomba sasa nimkaribishe Al-Haji Sheikh Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mgwana, Mufti wa Tanzania, aongeze dua kwa niaba ya Waislamu wa Tanzania. Faliyatafadhali Mufti, karibu.